Uhondo TV tukiwa tumesalia hapa katika jiji la Mbeya na hapa katika viwanja vya Sokoine jijini Mbeya, ambapo tukio kubwa ni Tulia Marathon msimu wa 9, na hapa mgeni rasmi naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko anatueleza zaidi. Tulia Marathon ilianzishwa mwaka 2017 na imekuwa ikifanyika kila mwezi ndani ya jiji la Mbeya katika uwanja huu wa Sokoine. Tulia Marathon ilianza mwaka 2017 ikiwa na washiriki 307 peke yake. Mwaka uliofuata iliongezeka ikafika washiriki 589, na mwaka huu 2025 imeongeza washiriki hadi kufikia washiriki 2000 walio ndani na nje ya nchi. Kwa kweli Mheshimiwa Spika, tunakupongeza sana kwa kulifanya jambo hili liwe na ukubwa wa aina yake. Kwa namna ya pekee niwapongeze sana wale walioshinda mbio hizi ndefu na fupi. Wale ambao mlishiriki, hongereni sana, na wale ambao hamko kwenye orodha ya kushinda, usivunjike moyo, kuna wakati mwingine mtashinda tena. Nataka niwatie moyo wale ambao waliishia njiani, maana kuna wengine wakati tunakimbia tukaanza kuwaona hawapo nyuma yetu, lakini cha ajabu tukawakuta uwanjani walishafika. Nikajiuliza wametumia mbinu gani kufika, nikaambiwa ni mbinu za kimedani. Wengine waliamua kutumia shortcut, lakini hongereni sana kwa kushiriki. Ndugu wanariadha na ndugu washiriki, wakati nakuja hapa Mbeya nilimwaga Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amenituma salamu nyingi na anawapongeza sana Tulia Trust na wana Mbeya kwa kulifanya jambo hili liwe kubwa. Limetoka kwenye ngazi ya mkoa, sasa ni tukio la kitaifa na kimataifa. Hongereni sana sana sana. Niwaletee vile vile salamu za Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wetu hawa wote wanawatakieni kila laheri na wanajua uwepo wa ratiba hii, na wanakupongeza sana Mheshimiwa Spika pamoja na wana Mbeya kwa kuwa wenyeji wa tukio hili muhimu sana. Leo wana Mbeya, nimefarijika mno kushuhudia mwitikio mkubwa wa watu. Mbeya imejaa kila mahali. Mwaka wa 2024 idadi ya washiriki ilikuwa 1760. Tumeambiwa mwaka huu wamefika 2000. Hii ni ongezeko la 13%. Mwamko huu ni uthibitisho na upendo mlionao wananchi wa Mbeya kwa Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, na kwa kushiriki kwenu kuonyesha kuwa mko na hamasa ya juu kushiriki michezo ili kuimarisha afya. Sasa mimi sitaki kuzungumza faida za afya, lakini nataka nieleze tu kwamba ukiona vimelea vimeundwa, ndio jamani, na muundaji si mwingine ni Dr. Tulia Ackson. Labda niwaambie watu wa Mbeya, sisi tuliobahatika kufanya kazi na Dr. Tulia Ackson hatumchukulii kama tu mbunge wa Mbeya ama spika wa bunge. Tunamchukulia kama mtu anayejua kubuni vitu na vikatokea. Hili jambo la marathon wakati analianzisha, inawezekana kuna watu walilibeza wakasema hili hapana, lakini leo waulizeni wafanyabiashara wa Mbeya ni biashara kiasi gani wanafanya kwa kuwepo kwa Tulia Marathon. Amewaweka pamoja wana Mbeya, tunazungumza lugha inayofanana. Amehamasisha umoja wetu kama wana Mbeya. Hatuzungumzi vyama vya siasa wala hatuzungumzi dini zetu, tunazungumza kama wana Mbeya tunaopenda kusukuma maendeleo ya Mbeya yetu. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa niko nyumbani kwenu Mbeya, nataka niseme tena kwa sauti kubwa kwamba wewe umekuwa mwalimu wa wengi. Hongera sana kwa jambo hili kubwa, tunakuombea liendelee kufanikiwa. Amen. Mheshimiwa Spika, singeweza kufanikisha hili jambo. Mheshimiwa Spika,
Nawapongeza tena washindi wote, lakini nakupongeza wewe kwa kutokata tamaa, na sisi tuliofanya kazi pamoja na wewe tutaendelea kukuunga mkono. Wana Mbeya, ameeleza hapa Mheshimiwa Spika kwamba yeye amekuwa akifanya kazi ya kushirikisha wadau, na wale wadau anafanya kazi kwenye maeneo mawili, kwenye afya na elimu, lakini vile vile amekuwa akitoa misaada mbalimbali ya kuwajengea nyumba watu wenye mazingira magumu. Na yeye sio tajiri, ana moyo wa kutoa kwa ajili ya wengine. Hafanyi peke yake, anafanya na wadau wengine. Leo nimefarijika sana kuona kuwa zile nyumba tunazoziona anakabidhi kwa wananchi, kumbe tayari kuna nyumba nyingine upande wa Uyole Mheshimiwa Spika amezijenga kwa ajili ya kuwasaidia watu. Jamani, nataka niwaambieni, hakuna sadaka njema kama sadaka ya kumsaidia muhitaji. Mheshimiwa Spika, hongera sana. Najaribu kujifunza, na sisi tutajifunza wapi, lakini tutajifunza kwako, utatupa mbinu. Wakati unatoa medali hapa, akaja mtu mmoja, Mheshimiwa Spika aliwahi kuniambia kwamba yeye huwa anatoa mchango wake. Akikaa baada ya muda kwenye M-Pesa, namwambia Mheshimiwa Spika, ninajua unajenga nyumba, sina utajiri wa fedha nyingi, lakini nataka nikupe walau 200,000, 100,000 hii niliyoipata, uongeze kwa ajili ya kuwasaidia wana Mbeya. Amenitia moyo sana ndugu huyu, na naomba nimtambue. Bosi Kimaro yuko wapi sijui? Aje hapa. Bosi Kimaro yuko wapi? Amen. Ngoja niwaambie, niseme nisiseme? Sema. Bosi Kimaro kwa watu wa Mbeya amekuwa na mchango mkubwa sana. Kidogo anachopata anamwambia Mheshimiwa Spika, naomba na mimi niunge mkono juhudi unazozifanya kwa kuchangia kidogo, kwa kuwa na moyo wa kutoa na kwa kuwa na moyo wa kujitolea. Na mimi nataka nijifunze kwa Bosi Kimaro kwa kumchangia yeye mwenyewe ili aendelee kufanya vizuri zaidi, si ndio jamani? Na mimi nitamchangia 500,000 Bosi Kimaro ili aendelee na moyo huo na atufundishe wengine kuchangia walio wengine. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana ndugu yangu. Watakuchukua hapo, alafu tutafanya utaratibu. Mungu akubariki sana. Sadaka yako kwa kweli na michango yako kwa wana Mbeya, mimi mwenyewe imenitia moyo. Nakushukuru sana, asante sana. Ninawatakieni kila la heri wakati tunaendelea na shughuli hii. Mheshimiwa Spika, tunakuombea kwa kweli uendelee na hii kazi, na tunafahamu mwaka huu ni wa uchaguzi. Wana Mbeya mnajua cha kufanya, nilisema bungeni, wana Mbeya hatuwezi kuwafundisha cha kufanya, mnajua cha kufanya, si ndio jamani? Mlishafanya huko nyuma, na sisi wabunge tulivyofika huko bungeni tukawaunga mkono. Mbunge wenu tukamfanya kuwa spika, na alivyokwenda duniani Mheshimiwa Rais akasema tupeleke mgombea duniani wa kuongoza mabunge yote duniani. Binti yenu, mtoto wenu wa Mbeya akawa kiongozi wetu duniani. Kwa hiyo hatuna cha kusema. Tukija Mbeya tunakuja kuwashukuru kwa kutuletea kiongozi mzuri. Nataka niwahakikishieni kwamba serikali pamoja na sisi tunaofanya kazi naye tutaendelea kumunga mkono. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana. Hongereni sana. Sasa niko tayari kutoa zawadi kwa wale walioandaliwa ili kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.